Katika ulimwengu wa leo, habari hazisubiri, zinasafiri kwa sekunde chache kutoka kona moja ya dunia hadi nyingine. Tumeona teknolojia imebadilisha kila kitu. Mitandao ya kijamii imegeuka kuwa chanzo kikuu cha taarifa, na akili bandia, yani AI, imeanza kuingia katika chumba cha habari. Lakini swali linabaki, je, uandishi wa habari unaelekea wapi? Jina langu ni mimi, Prosper, Mr. News Bulletin, mwandishi wa habari na mchambuzi wa masuala ya kidigitali. Karibu katika hii makala ambapo nitawasilisha mtazamo wa wanafunzi wa uandishi wa habari kuhusu mwelekeo wa uandishi wa habari wa sasa na mustakabali wake. Katika kufanya uchunguzi huu, nilihoji wanafunzi kadhaa wa uandishi wa habari. Lengo langu lilikuwa ni moja: kutaka kujua na kuelewa jinsi kizazi kijacho cha wanahabari kinavyoitazama tasnia yao. Nilifika maeneo ya chuo cha Suza katika kampasi ya Kilimani, ambapo nimeenda kukutana na wanafunzi hawa ambao wanapata elimu na taaluma ya habari. Katika taaluma hii ya uandishi, wana mtazamo gani? Moja ya maswali niliyomuuliza mmoja ya wanafunzi, je, unaonaje mwelekeo wa uandishi wa habari wa sasa? Majibu yake yalikuwa ni haya. Kwa majina naitwa James Ramazan Kisoge. Nasomea fani ya uandishi wa habari, diploma mwaka wa pili. Kwa upande wangu naona kwamba mwelekeo wa uandishi wa habari kwa zama za sasa umekuwa mzuri, lakini mbali ya yote kuna changamoto zinajitokeza. Kwa upande wa mwelekeo wake, kwa sasa tumepata fursa ya kuweza kuchapisha habari on time, ama tunaweza kusema tunatoa habari muda huo, kwamba habari tumepata taarifa sasa hivi, tunafanya editing kutokana na maendeleo ya kidigitali, tunazichapisha muda huo huo. Ila changamoto yake ni kwamba kwa kukimbilia kupata kuchapisha habari kwa wewe wa kwanza ili kuepuka copyright za YouTube, kutokana na kwamba vyombo vingi vya habari sasa vimehamia kwenye social media. Kwa hiyo kila mmoja anakuwa anawahi kuchapisha yeye wa kwanza taarifa ili kuepuka copyright. Kwa hiyo unapowahi kuchapisha taarifa, inakuwa ule uhakiki wa taarifa ama kufanywa uhariri inakuwa ni changamoto. Muda mwingine unaweza tu kuiangalia kazi haraka alafu baadaye ukaichapisha. Lakini changamoto nyingine ni kwamba watu wanatumia akili mnemba. Kwa hiyo akili mnemba inaweza ikabadilisha taswira nzima ya uandishi wa habari, kutokana na kwamba tunapotumia akili mnemba ama akili bandia inaweza kutuharimu baadaye. Kwamba sasa hivi ndio tunaitumia, mtu akitaka kuandaa script anaingia kwenye akili mnemba, akitaka kuandaa kipindi anaingia kwenye akili mnemba, lakini baadaye tukiwa kwa kizazi kinachofuata wakija kutaka kufundishwa kutoka kwetu ama kutaka kujifunza, tutakuwa tayari tushawaharibu akili, tofauti na waandishi wa zamani. Waandishi wa zamani hata mpaka sasa hapati shida, kwa sababu anakuwa tayari asha manage muda wake, kwamba naandaa vipi kipindi, ratiba zangu nazipangaje, bajeti yangu inakuaje. Lakini sisi anatuandalia akili mnemba. Kwa sababu akili mnemba anapotuandalia, kuna vitu tunakuwa hatujashiriki kwenye kuchangia yale maoni. Kwa upande wangu naona ni hayo. Asante. Mwanafunzi huyu naye alikuwa na maoni yake. Kwa jina anaitwa Sia, niko kwenye chuo cha Suza kampasi ya Kilimani, nasomea uandishi wa habari, niko ngazi ya certificate. Kwa mtazamo wangu kuhusiana na uandishi wa habari, tukiangalia upande wa kidijitali, mtazamo ulioko ni maendeleo, kwa sababu kwa zama za zamani
yaani uko ukisikia waandishi wa habari lazima wanakuwa wanategemea vitu vitatu: TV, radio, magazeti. Ila kwa sasa teknolojia imeongezeka, na pia kwa kozi ya utangazaji imeendelea. Mtu sasa hivi hawezi kusikiliza habari au kutazama mpira, yaani kwa kutegemea redio, magazeti na TV. Sasa hivi hata simu yako ya mkononi unaweza pia kuitumia. Kwa hiyo mtazamo wangu mimi unakuelekea ni mafanikio makubwa, ndio maana nikaamua kuichagua kozi ya utangazaji. Lakini kwa upande mwingine tunaona ongezeko la mitandao ya kijamii imeboresha au imeharibu tasnia ya habari. Baadhi ya wanafunzi walikuwa na haya ya kusema. Kwa majina naitwa Nuslati kutokea kampasi ya Kilimani, nasomea habari. Kuhusu swali lako, je, mitandao ya kijamii inaharibu? Kwa upande wangu, kivipi? Mitandao ya kijamii inaharibu tasnia ya habari kwa kueneza habari za uongo. Hii tunaita ni fake news. Watu wengi husambaza habari bila ya kuthibitisha. Wanakurupuka tu kuzitoa zile habari ambapo hawana ukweli wa ile habari wanaitoa. Nyingine, kupunguza maadili ya uandishi habari. Wengine hukimbilia umaarufu badala ya ukweli. Baada ya kuzungumzia athari za mitandao ya kijamii, tulitaka kujua zaidi kuhusu teknolojia mpya ambayo imekuwa gumzo sana, ambayo inaitwa AI ama akili mnemba. Je, uwepo wa AI umeleta tishio kwa waandishi wa habari au imeleta fursa? Na walitoa mtazamo yao kama wanafunzi. Jina langu ni Jessica Pendali, ni mwanafunzi katika Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA, katika kampasi ya habari na mawasiliano Kilimani, katika diploma 1. Kwa upande wangu mimi, AI anaweza akawa fursa kwa wanahabari au akawa tishio kwa wanahabari. Fursa kwa wanahabari, AI anaweza kumsaidia mwandishi wa habari kupata more information, lakini anaweza kumsave katika kufanya kazi zake kwa kumpa taarifa tofauti tofauti. Lakini kwa upande wa tishio ni kwamba AI ni au artificial intelligence ana uwezo wa kufanya kazi kumzidi binadamu. So kama ana uwezo wa kufanya kazi kumzidi mwanadamu, AI anaweza akafanya kazi zote ambazo mwandishi wa habari anaweza kuzifanya, na mwandishi wa habari asinufaike chochote katika kada yake ya habari. Kama AI imekuwa tishio kwa upande mwingine, upi sasa ni mustakabali wake kwa waandishi wa habari? Lakini pia mimi naona mustakabali wa uandishi wa habari unapoelekea ni mzuri, kwa sababu kupitia AI watu wanaweza kutengeneza content ambazo zina quality nzuri, lakini pia kupitia AI watu wanapata kujua wapi waongeze katika creativity yao. Na hayo ndiyo majibu yaliyoonyesha picha halisi ya mabadiliko yanayoendelea. Wengi wao walisema kuwa uandishi wa habari wa sasa umekuwa wa kasi zaidi kuliko wakati wowote. Habari zinachapishwa popote na matukio yanarushwa mubashara. Lakini kasi hiyo imekuja na changamoto kuwa presha ya kuwa wa kwanza kuchapisha habari imeongeza hatari ya kusambaza taarifa zisizo sahihi. Kwa ujumla, wanafunzi wengi walikubaliana jambo moja muhimu. Hivyo basi, katika dunia inayobadilika kwa kasi, kizazi